Kwanza ningetaka kumjibu gavana wangu Anne Mumbi Waiguru kwa sababu nimeona juzi katika eneo la Mwea ameenda kuomba msamaha kwa niaba ya serikali kwa sababu ya kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ningetaka nimwambie gavana hatuwezi tegemea kupata haki mbele ya watu ambao wananufaika kwa matatizo yetu. Ya kwanza alisema kwamba ni wabunge walifanya hivyo. Lakini mimi kwa bunge la Seneti najua kulikuwa na sinikizo kubwa sana kutoka kwa serikali na Rais William Samoei Ruto. Na kwa hivyo Waiguru alikuwa ni mmoja wao, alikuwa anatarajia kunufaika pakubwa na kung'atuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais. Mimi habari ninayo. Alikuwa amenunua marinda mpya. Zile viatu refu alikuwa amenunua. Alikuwa anapiga tizi smile kila mahali. Hata meno alikuwa ameoshwa. Saruni ameenda. Kila kitu alikuwa amefanya. Lakini kwa sasa anakuja kusema anatuomba msamaha. Mtu aliyeridhi, aliyenukua anafanya mpango kichini chini gizani kumridhi ndugu yake, ndugu Harisa, ndugu wa damu, alikuwa ananuia kumridhi akiwa hai, ndio sasa anakuja kutuomba msamaha. Kitu ya kwanza ningemwambia gavana, huo msamaha kwanza yeye hana uwezo kwa sababu ni gavana peke yake wa Kirinyaga. Serikali iko na msemaji wa serikali na iko na rais mwenye alihusika pakubwa katika mambo hayo. Hata kotini mlisikia kwamba alikuwa anapiga mpaka simu kuuliza hali ya aliyekuwa naibu wa rais. Si kwa uzuri, lakini ilikuwa kwa umbaya. Lakini gavana wangu leo nataka nimwelekeze mahali anaweza enda. Kutoa msamaha kwa sababu ya kuoshwa meno, kununua marinda, kukimbia. Hata ninasikia alikuwa tena anapiga, walikuwa karibu kule wanazunguka kila mahali. Wengine huko wanapiga kichwa gomba huko, wakipiga venye atakuwa anapita kwenye jukwaa, anauliza hali ya hewa ili linda lake lifanane na mawingu. Kila kitu alikuwa amefanya. Aombe msamaha kwa sababu ya hilo ambao alifanya, na tunajua yenye alifanya kwa giza chini chini. Hiyo anaweza kutuomba msamaha. Ya pili niseme ya kwamba yaliyotokea yalitokea. Na watu wa Kirinyaga si watu wanjinga. Sinikizo la mtu ambaye anakula mavune huwezi kufanya mtu wa Kirinyaga akule mbegu zake. Mbegu zetu tutazipanga mwaka ujao. Na kwa hivyo ningetaka kuambia gavana anamaliza kuni akichemsha mawe. Haya hivi. Watu wa Kirinyaga washafika mahali wamefika. Kama ni kupewa maelekezo, atapewa maelekezo na watu ambao wanaongoza vilivyo. Na watu ambao wanasikia kilio chao. Sio mtu ambaye amekuja kunufaika tu. Na nataka kumwambia gavana, uwezi lia na mwewe na wewe ni kunguru. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema sisi hatuko tayari kupokea huu msamaha wako gavana Waiguru. Unaweza upeleka mahali pengine. Kwa sababu wakati alikuwa anang'atuliwa, mwenye alikuwa anaongea vibaya mno ni wewe. Kumtusi Rigiji. Saa hii unaona sasa hii unaita ground imeharibika kabisa. Mambo yameenda mrama. Hakuna mahali unashika panashikika. Mambo magumu. Na tunajua pia unatafuta mahali ya kukaa.